Asanteni sana ndugu zetu waandishi wa habari na asalamu alaykum. Kwanza tunakushukuruni sana kwa kuja kushirikiana na sisi kusikia wito wetu. Tuna jambo moja tu leo la muhimu, lakini ndani yake tutaunganisha na mambo mengine. Kwa kifupi kabisa, leo mimi binafsi ni siku yangu faraja kubwa sana, kwa sababu wakati naingia chama hichi karibu miaka 12 iliyopita nyuma, kwa hapa Zanzibar kuna watu wengi nilikutana nao, lakini alionikaribisha hasa na nimejifunza mambo mengi kutoka kwake ni kiongozi mmoja aliyokuwa wakati huo alikuwa naibu katibu mkuu Zanzibar, Mheshimiwa Hamad Yusuf. Lakini baadaye kutokana na mazingira fulani yeye akaamua kuondoka chama chetu na akenda chama chengine kutafuta kujifunza zaidi katika masuala ya siasa zetu za Tanzania na Zanzibar hasa. Kwa hivyo akenda huko, lakini sasa unajua mambo ya siasa bwana. Siasa hakuna adui wa kudumu wala hakuna rafiki wa kudumu. Ameamua baada ya kuona chama chetu kiko imara na nini, kwa hivyo ameamua kurudi kwetu tena. Sasa kwa leo, kwa kuanzia, nitapenda tu nimtambulishe kwenu na nimpe nafasi yeye azungumze kwanza, and then akisha kuzungumza mtamsikiliza. Kama kuna maswala kwa upande wake mtamuuliza, lakini naamini vile vile ndugu zetu mkiwa waandishi na mnawakilisha Watanzania wote, mtataka kujua mambo yetu mengi ya chama yanayoendelea, na kweli kuna mambo mengi tofauti yanaendelea kwenye chama chetu cha Demokrasia na Chadema. Sasa mtapotaka kutaka taarifa zozote zile kuhusu chama, mimi nipo, nitajaribu kujibu kadri nitakavyojaliwa kama mtakuwa na maswala kuhusiana na chama. Lakini sasa hivi kwanza, lengo na madhumuni hasa ya press yetu ya leo ni kumkaribisha ndugu yetu Mheshimiwa Hamad Yusuf, ambaye kwa mwanzo alikuwa naibu katibu wa chama chetu Zanzibar na ameamua kurudi tena. Kwa hivyo tafadhali Mheshimiwa Hamad, uzungumze na waandishi wa habari, uzungumze na Tanzania mambo yote yaliyokujiri, na kama kutakuwa na maswala watakuuliza na utawajibu. Asante sana. Karibu Mheshimiwa. Assalamu alaikum. Ndugu waandishi wa habari, kwanza namshukuru mwenyekiti wetu wa Chadema kanda ya Unguja, Mheshimiwa Hashim Juma Isa, kwa kunikaribisha na kunitambulisha. Lakini pia kuna jambo muhimu kwa maslahi ya nchi yetu. Kupitia nyinyi waandishi wa habari, tunaomba mtufikishie salamu zetu za Chadema Zanzibar kwa Wazanzibari pamoja na Watanzania. Ndugu waandishi wa habari, mtakumbuka baada ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kutimiza matakwa ya kifungu cha katiba cha 112(5) katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, mnamo tarehe 12 mwezi wa 5 2025, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Hussein Ali Hassan Mwinyi alimkabidhi Spika wa Baraza la Wawakilishi Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ya mwaka 2023-2024, yani CAG report, kwa lengo la kuiwasilisha ripoti hiyo mbele ya Baraza la Wawakilishi kwa mujibu wa kifungu hicho ambacho nimekitaja hapo juu, na ambacho kinalazimisha ripoti hiyo baada ya kukabidhiwa kwa Spika ndani ya siku 7 iwe ripoti hiyo imeshawasilishwa kwenye Baraza la Wawakilishi.
na hadi tunazungumza nanyi leo hii jambo hili halijafanyika. Hivyo basi, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Zanzibar, kwa masikitiko makubwa na kwa mshangao usio na kifani, tunalaani vikali kwa kauli moja kitendo hicho cha kifisadi, kisaliti na kinachokwenda kinyume na katiba ya Zanzibar kilichofanywa na Spika wa Baraza la Wawakilishi cha kuiweka kapuli ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG iliyopelekwa kwake rasmi na Rais wa Zanzibar kama takwa la kikatiba inavyotaka. Kwa mujibu wa ibara ya 112(5) ya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, mara tu baada ya rais kuwasilisha ripoti ya CAG kwa Spika, Spika anao wajibu wa kisheria na kikatiba wa kuiwasilisha ripoti hiyo mbele ya Baraza la Wawakilishi. Hili si jambo la hiari wala si jambo la fadhila na si upendeleo. Ni agizo la moja kwa moja la katiba ya Zanzibar, kifungu cha 112(5), na kwa ruhusa yenu naomba nikinukuu. Kinasema hivi: mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali atawasilisha kwa rais kila taarifa atakayotoa kwa mujibu wa masharti ya kifungu cha 3 na kifungu kidogo C cha kifungu hiki. Baada ya kupokea taarifa hiyo, rais atawaagiza watu wanaohusika wawasilishe taarifa hiyo kwenye kikao cha kwanza cha Baraza la Wawakilishi kitakachofanyika mara baada ya kupokea taarifa hiyo, na itabidi iwasilishwe katika kikao hicho kabla ya kupita siku 7 tangu siku ile kilipoanza kikao hicho. Iwapo rais hatachukua hatua za kuwasilisha taarifa hiyo kwenye Baraza la Wawakilishi, basi mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali atawasilisha taarifa hiyo kwa Spika wa Baraza la Wawakilishi au naibu spika ambaye atawasilisha taarifa hiyo kwenye Baraza la Wawakilishi. Sasa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali amemkabidhi rais kama tulivyosema, na rais amemkabidhi Spika, na Spika alikabidhiwa ripoti hii tarehe 12 mwezi wa 5 2025. Leo ni tarehe 22. Katiba imeweka ceiling ya ukomo ya siku 7. Sasa ni zaidi ya siku 7 sasa. Spika hajawasilisha ripoti hiyo na wala hajaiweka hadharani kwa umma. Sasa pia anakwenda kinyume na kifungu nilichokitaja cha 12(5), lakini pia anakwenda kinyume na sheria ya ukaguzi wa umma namba 11 ya mwaka 2007. Kitendo cha Spika kuitunza ripoti hiyo kama mali yake binafsi bila ya kuipeleka kwa wawakilishi waliochaguliwa na wananchi ni dhihirisho la usaliti kwa taifa letu, na ni ishara tosha kuwa kuna njama chafu za kuficha ukweli wa matumizi mabaya ya fedha za umma, ufisadi, ubadhirifu na hujuma dhidi ya maslahi ya wananchi wa Zanzibar. Mtakumbuka ndugu zangu waandishi wa habari, Mheshimiwa Rais mwaka wake wa mwanzo wa kupokea ripoti hii, kabla hajaiwasilisha kwa Spika, ile tu kwamba mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali amekwenda kumkabidhi, ilikuwa ni live pale Ikulu. Sasa miaka 3 baadaye anakabidhiwa ripoti yeye rais, imekuwa ni siri yake, hakumuita mtu, lakini pia na Spika ambaye anasimamia chombo ambacho kinawakilisha wananchi wa Zanzibar, na katiba inalazimisha kwamba ripoti hii inatakiwa ndani ya siku 7 baada ya kuipokea aiwasilishe kwenye Baraza la Wawakilishi.
Kwa hiyo sisi tuna mashaka kwamba kipo kilichofichwa. Kwa hiyo Chadema Zanzibar inamchukulia Spika wa Baraza la Wawakilishi kama kikwazo cha uwajibikaji wa serikali, mtetezi wa mabaki ya mfumo wa kifisadi, na kama mtu anayehujumu moja kwa moja haki ya wananchi wa Zanzibar ya kupata taarifa muhimu za usimamizi wa rasilimali zao, kwa sababu ripoti hii inakagua fedha zilizotumiwa na serikali ambazo ni kodi za wananchi maskini wanyonge wa Zanzibar. Kwa hiyo hili ni kosa la kikatiba ambalo limefanywa na mmoja wa mkuu wa muhimili wa dola, ambalo muhimili wake unatakiwa ufanye kazi tatu muhimu: moja, kuisimamia serikali; mbili, kuiwajibisha serikali; tatu, na kuwawakilisha wananchi wa Zanzibar kwa kutunga sheria na sera mbalimbali za kitaifa. Hiyo ndio kazi ya Baraza la Wawakilishi. Sasa kama nilivyosema kwamba kosa hili ni kosa la kikatiba, lakini pia ni tusi kubwa kwa Baraza la Wawakilishi, ni dharau kwa demokrasia yetu, na ni ushahidi wa kutosha kwa baadhi ya viongozi wa juu wa Zanzibar wameamua kuendesha nchi kwa misingi ya siri, vitisho na uonevu wa kisheria. Sasa Chadema tunataka hatua zifuatazo zifanyike. Moja, Spika mara moja aiwasilishe ripoti hiyo mbele ya Baraza la Wawakilishi bila hila wala mchakato wa kificho. Mbili, ripoti hiyo ichapishwe hadharani kupitia mitandao rasmi ya serikali, vyombo vya habari na kwa njia ya kijamii, ili wananchi wajue hali halisi ya fedha zao zilivyotumika. Namba tatu, tume ya maadili ya viongozi wa umma imchunguze Spika kwa uzembe huu, upendeleo huu wa kuficha ripoti ya matumizi ya fedha za umma na matumizi, na kwa jinsi alivyotumia matumizi mabaya ya mamlaka yake. Namba 4, tunawataka wajumbe wa Baraza la Wawakilishi wa vyama vyote waliopo, kwa maana ya wajumbe kutoka Chama cha Mapinduzi na wajumbe kutoka chama cha ACT Wazalendo, kwa sababu hawa wapo pale wanawawakilisha wananchi wa Zanzibar. Kwa hiyo kwa niaba ya wananchi wa Zanzibar wasimamishe kinachoendelea kufanywa kwenye vikao vya Baraza la Wawakilishi. Mnakumbuka sasa hivi kuna vikao vinaendelea vya kupitisha makadirio ya bajeti, lakini wawakilishi wanachokifanya ni mchezo wa kitoto, kwa sababu unapitishaje makadirio ya bajeti hujapitia mapato na matumizi? Kwa sababu hii ni ajenda ya mwisho kwenye vikao vyovyote, kwenye bajeti zozote zile, makadirio yanakuwa ni ajenda ya mwisho. Kwanza lazima upitie mapato, upitie matumizi, na hiyo ndio kazi ambayo mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za kiserikali kwa niaba ya katiba ya Zanzibar ameifanya hiyo kazi. Sasa ni jukumu la wajumbe wa Baraza la Wawakilishi kupitia oversight committee kabla ya baraza zima, ili waweze kuichakata ripoti hii, waweze kuchambua, waweze pia kutoa mapendekezo, na waweze kufanya kazi ya wananchi, kuisimamia na kuiwajibisha serikali. Kwa hiyo wawakilishi hao kwa niaba ya wananchi wa Zanzibar wasimamishe kinachoendelea kufanywa kwenye vikao vya Baraza la Wawakilishi hadi ripoti hiyo itakapowasilishwa, kujadiliwa, na waliohusika na ubadhirifu wa fedha za umma kuwajibishwa. Namba 5, wananchi
wa Zanzibar, tunawatoa wito kwao wachukue hatua za kidemokrasia kwa kushinikiza kwa njia mbalimbali na kampeni ikiwemo mitandao ya kijamii kudai haki yao ya kupata ripoti hiyo. Manake hii si ripoti au barua ya uchumba aliyokabidhiwa Spika na Rais. Ni ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Haiwezi kuwa ni dokumenti ya siri. Hii ni document, ni mali ya wananchi wa Zanzibar. Kwa hiyo tunataka iwekwe hadharani. Na mwisho, kama Spika atashindwa kutekeleza wajibu huu wa kikatiba, Chadema Zanzibar itatafuta namna bora na nzuri za kuchukua kwa niaba ya wananchi wa Zanzibar. Na mnajua kwamba tunakwenda kwenye vikao karibuni. Kuna kikao cha kamati maalum karibuni, kuna kikao cha kamati kuu karibuni. Vikao hivyo tunakwenda kuipelekea ripoti hii ili iweze kutupa maelekezo na maagizo. Na kutoka sasa ripoti hii ikipatikana kwa umma, ndio itakuwa moja ya kitendea kazi kikubwa cha Chadema na jinsi ambavyo watawasiliana na wananchi wa Zanzibar. Na tutakwenda na ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za kiserikali kuianika serikali jinsi ambavyo imefuja fedha za wananchi wanyonge maskini wa taifa hili. Lakini pili, tutakwenda na Hansard za kila mjumbe wa baraza la wawakilishi ambaye atachangia. Kwa hiyo yale mchango wake atakaochangia, kama tukiamua kwenda kufanya mkutano Magomeni au Amani, tutakwenda na Hansard na maelekezo ya mwakilishi wa Amani au wa jimbo hilo ambalo tutakwenda kufanya mkutano, ili kuambia wananchi wake kwamba fedha zimeliwa, fedha zimefujwa, lakini huyu mwakilishi wenu amefanya kazi ya kugonga meza na kupiga makofi. Na mwisho, lazima viongozi wawajibike. Na wajibu huo ni wa wananchi kuwajibisha viongozi wao. Na pale wanaposhindwa kuwajibika, tutafanya kazi ya kupaza sauti na tutasimama kidete kulinda haki, katiba yetu na kulinda fedha za wananchi wa kawaida maskini wa Zanzibar. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Jina langu kama nilivyotambulishwa naitwa Hamadi Musa Yusuf, na kwa sasa nimepewa dhamana ya kuwa mkuu wa idara ya mawasiliano wa umma Chadema upande wa Zanzibar. Asanteni sana kwa kunisikiliza.